Ndugu Waislamu, kama mambo inapofahamika, leo ni siku ya kuchinja. Nitoe wito kwa Waislamu waitekeleze ibada hii ya kuchinja, kwani kwa hali ilivyo ibada hii ya kuchinja inaendelea kupuuzwa na Waislamu, na hasa sisi Waislamu mkoa wa Singida tunapata neema ya taasisi mbalimbali zinazokuja kuchinja ndani ya mkoa wetu wa Singida. Mataifa mbalimbali yanakuja, Wamisri, Waturuki, wanakuja kutekeleza ibada ya chinja. Katika chinjo hilo sisi tumekuwa wenye kugawiwa na tumeridhika na jambo hilo. Tumesahau wajibu wa kila Muislamu mwenye uwezo na wasio na uwezo, wajibu wao wa kusali nguvu wachinje. Swala la kuchinja aliamrishwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akielekezwa na Mola subhanahu wa ta'ala baada ya billahi minash shaitani rajim, inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Kwa hivyo tusizoee kupokea sadaka, tujizoeshe na sisi kutoa. Wenye uwezo wachinje watoe, na wasio na uwezo wachange, wachinje, watoe sadaka. Na hiyo sio sadaka zinazoletwa kwa ajili yetu twende tukapokee, lakini na sisi tutekeleze wajibu wetu kama ambavyo Mwenyezi Mungu alivyotuelekeza. Ndugu zangu Waislamu, anwani ya leo katika maudhui ambayo nimekusudia kuwafikishia Waislamu mkoa wa Singida kama ifuatavyo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hakika ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala habadilishi mambo kwa waja ila waja wao wawe wamebadilisha na wamebadilika na nafsi zao zimebadilika. Hali ya sasa ilivyo ya dunia imechafuka kutokana na mienendo ya wanadamu kuwa ni mibaya. Hatutaki kuishi katika mifumo ambayo Mwenyezi Mungu aliyetuwekea. Tumeishi katika mifumo ambayo inayopelekea dunia kuwa imechafuka. Dhulma imekithiri. Swala la dhulma Allah amenizuia, Allah amenikataza. Sisi ndiyo kimekuwa kivazi chetu. Kwa wafanyabiashara, kudhulumiana kumekuwa ndio dira, ndio maisha, na hofu ya kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mwenye hofu hata moja katika kutekeleza dhulma. Dhulma hii tunadhulumiana basi na kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala kupitia vyeo tulivyopewa na Mwenyezi Mungu. Wenye vyeo wanafanya dhulma, kuwadhulumu wanyonge kupitia daraja zao basi na kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala. Unyang'anyi wa haki za watu ni jambo limekuwa ni jambo la kawaida. Yani mtu kunyang'anya haki ya mtu kwa wakati tulionao sasa ni jambo la kawaida. Ni maisha ambayo sio Mwenyezi Mungu aliyoyataka tuishi. Lakini uonevu tumekuwa ni wenye kuoneana kwa wenye mamlaka, kuwaonea wasio na mamlaka. Kwa wale ambao wenye kuneemeshwa na Mwenyezi Mungu neema ya vipato, wamekuwa ni wenye kuwanyanyasa na kuwaonea wale ambao kwamba wasio na vipato. Uonevu umekithiri
ndani ya nyumba zetu wanamume wamekuwa hawana huruma kwa wake zao. Wanawake ndani ya nyumba zetu wamekuwa kama ni watumwa. Tunaishi katika uonevu uliokuwa mkubwa. Wakubwa huwaonea wadogo kupitia ukubwa wao. Matumizi mabaya ya neema za Mwenyezi Mungu aliyotuneemesha kupitia vipato vyetu, kupitia nyadhifa zetu za sekta mbalimbali ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuneemesha. Lakini si hivyo tu, kwa wale ambao wenye madaraka hutumia vibaya madaraka yao, wakubwa kutokujiheshimu na kuwadhalilisha walio wadogo, na wadogo kutokuheshimu waliokuwa wakubwa zao. Viongozi imekuwa ni sera kutokuheshimiana, kutukanana, kukashifiana, kudhalilishana. Leo tumeona hata insaf, adabu ya dini, mpaka sisi leo viongozi wa dini tumefika kukashifiana, kuradiana, kinyume na maelekezo aliyoelekeza Mwenyezi Mungu na Mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukija kwa viongozi wa kidunia, viongozi wa kisiasa, viongozi wa kisiasa hawafanyi siasa zao kwa maslahi ya kuwatakia mafanikio wananchi kupitia siasa zao. Wanasiasa wote wanaosimamia vyama vyao, hawa ni viumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa ni wanadini na madhehebu yao yaliyotukuka na yanayoheshimika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kupitia kutokuwa na hofu ya kumhofu Mwenyezi Mungu, walikuwa wanasiasa hawa ni wenye kufanya siasa zenye chuki, siasa za ukasama, siasa zenye kuleta faraka kwa jamii pasina kumhofu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza wao kwa wao walikuwa hawaheshimiani katika kutekeleza siasa hizo. Walikuwa wakidhalilishana, wakitukanana, wakikejeliana kinyume na taratibu za maelekezi walioelekezwa na sheria za nchi. Aina hofu min Allah. Wote hawa niliowataja, iko wapi hofu ya kumhofu Mola Subhanahu wa Ta'ala? Iko wapi hofu ya yule ambaye tunamkusanyikia sasa dunia? Watu wamekusanyika katika mji wa Maka kwa ajili ya kutekeleza radhi za Mungu. Ndani ya nchi yetu ya Tanzania siku ya leo watu wamekusanyika viwanja mbalimbali, misikiti mbalimbali kwa ajili ya kutekeleza radhi za Mwenyezi Mungu. Inakuwaje tunakosa hofu ya kumhofu na kumwogopa huyo ambaye anayetufanya sisi kila baada ya muda tuingie misikitini tusali? Kwa nini hatufanyi hofu ya kutokuvunjiana heshima? Kwa nini hatufanyi hofu ya kuheshimiana? Kwa nini hatufanyi hofu ya kuleta adabu kwa aliye mkubwa na mdogo? Kwa nini hatufanyi hofu ya kutokufanya dhulma kwa ajili ya kumhofu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Leo kwenye ndoa zetu wanaoa bila hofu ya Mola, na wanaolewa bila ya hofu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo ndoa zetu zilikuwa ni zenye kufadhilishwa
mmoja unakuta anaolewa ndoa mbili bila hofu. Watu hawajali, na wanaofungisha ndoa wanafungisha ndoa bila kupanganisha ndoa. Leo tumekuwa na kesi za wanawake kuolewa na wanamume ndoa mbili. Haya ni mafunzo gani? Sheria ya nchi imetuwekea ya mwaka 71 watu waweze kuoana kwa mujibu na taratibu ya sheria za nchi na sheria ya ndoa. Lakini leo watu tumeshindwa kushika sheria za nchi, lakini tumeshindwa kukubali na kusimama katika sheria za dini. Kila mmoja anafanya anapotaka. Aina hofu min Allah. Iko wapi hofu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Hofu leo za watu zimekuwa kwenye kuogopa umaskini zaidi kuliko kuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu leo wana hofu ya kuogopa ufakiri kuliko kuogopa unyenyekevu wa kunyenyekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanadamu tulikuwa leo kama wanyama. Hata wanyama haya tunadhihiri sisi kuyafanya hawafanyi hayo. Leo wanawake wamegoma kuolewa, wanakuwa na neno linaloitwa single mother. Na akitaka basi utakuta wanawake kwa wanawake wanakuwa wanafanya mapenzi ya jinsia moja. Na wanamume nao wamepewa kazi ya kuoa wataki, wamegeuka kuwa mashoga. Kazi ya kulawitiana ilikuwa ndio kazi. Kila mkoa leo kuna vijiwa vya wanawake kuuza mili yao. Huu walii haya ndiyo yanayotufanya maisha yetu yawe magumu, kwa sababu sisi ndiyo tuliobadilika. Na Mwenyezi Mungu kashasema, inna Allaha la yughayyiru biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu habadilishi mambo kwa watu, hafanyi riziki kuwa ngumu, hafanyi mvua kukosekana mpaka sisi wenyewe tuwe wenye kubadilika. Sote ni mashahidi. Hatutii viongozi wetu wa dini, hatuwaheshimu viongozi wetu wa dini. Viongozi wa serikali leo imekuwa kama vile tunawadharau, tunawatukana, tunawadhalilisha. Na leo tulikuwa kwenye mitandao ndio ilikuwa chombo cha kuwadhalilisha viongozi wa nchi. Kila mmoja leo anamiliki kusimama kwenye mitandao na kusema anachotaka. Lakini tuelewe Mwenyezi Mungu alimwambia Mtume Muhammad, inna ja'alnaka ala sharia. Muhammad, tulikuweka juu ya sheria. Fata sheria, wala tattabi hawa, wala usifuate utashi na matamanio ya nafsi yako. Lakini usifuate matashi na matamko ya watu wasiojua kitu, kwa sababu innahu, hakika watu hawa yumna anka min Allahi shay'a, hawatakupatia chochote mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sheria ya dini ipo. Waislamu tumeamua kufumba macho kuto kufuata sheria ya dini. Tunapata utashi wa nafsi zetu bila kumhofu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila taifa Mungu amelitaka taifa lolote kuwa na sheria za kuendesha nchi. Lakini juu ya hizo, pamoja na sheria za nchi, tumekuwa ni wenye kupuuza sheria za nchi. Tumekuwa ni wenye kuuana wenyewe kwa wenyewe. Tumekuwa wenye kuzusha balaa na kutekana. Tumekuwa na balaa la kumteka mtu pasina hatia yoyote. Yaani leo mtu na mtu kama wanautazama, njia inakuwa nyepesi ni kutafuta majambazi na kutoa fedha na kumpoteza mtu. Na katika kupotezana, matokeo yake tunabadilisha, tunasikizia serikali ndio inayofanya kazi hiyo. Na wengine tulishawashuhudia kutokana na hali ya maisha na kutokuishi katika maisha anayoamrisha Mwenyezi Mungu. Wameishi katika maisha ya chuki, dhulma, uhasidi, walikuwa na madeni. Matokeo yake wanajiteka wao wenyewe. Halafu inaonekana kwamba mtu huyu katekwa.
tufanyeni mambo kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.